Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza, umejaa nguvu na mamlaka. Asanti ni kwa sababu wewe kila wakati unatuficha katika maficho yako na unatuondolea hali yoyote ile Bwana Jehova Jireh ipingao mapenzi yako wakati wote tunapofanya kazi yako. Pokea sifa na utukufu. Ni kwa neema sisi Bwana Jehova Jireh tuimba wimbo mpya. Ni kwa neema sisi Bwana Jehova Jireh tunakuinua na kukushukuru. Ni kwa neema Bwana Jehova Jireh tunanena kulingana na vile Bwana wetu Yesu Kristo wewe unavyopenda. Asante ni kwa sababu siku ya leo Bwana Jehova Jireh ulitia neno kinywani mwangu na ukanipa nafasi ya kuwanenea watu wako mahali popote walipo, wale wote wanapotusikiliza. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu kwa uwezo wako Bwana Jehova Jireh sisi tumeitwa watoto wako. Kwa uwezo wako Kristo Yesu mfalme, kwa kutufia Bwana umetufungua kutokana na hali yoyote ile inaopinga mwanadamu katika maisha yake. Na kila ngome Bwana Jehova Mungu wetu zinazojiinua juu ya kazi yako wakati kama huu, Baba ninasiweka chini ya miguu yetu. Jehova, ninakataa kila aina yote ya uadui, kila aina yote ya matengano, kila aina yote Bwana Jehova Jireh ya hali yoyote ile inaweza inuka, hali ziweze kuwa sio sawa kama vile inavyokuwa wakati mwingine. Ninasema Bwana Jehova Jireh, amani yako ndio inatutosha tu mfalme. Ni kwa sababu hiyo amani ulitupa Bwana Jehova Mungu wetu, tunaipokea kutokana na neno lako mfalme. Jehova, tunaamini ya kwamba kwa sababu neno ni pumzi yako wakati wote Bwana Jehova Jireh, watu wako watafurahia na watakaa katika kizima yako Bwana Jehova Jireh, wakifurahia na kuhubiri Bwana Jehova Jireh, kufanya wengi waweze kutambua siri hizo katika jina lako Yesu Kristo. Pokea sifa ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh, wakati ule Lazaro alikufa, Mariamu na Martha walikuwa wanafikiria mwisho wa Lazaro umefika, lakini ilikuwa mwanzo wa Lazaro kuishi na amani na kuishi katika upya wa maisha ya umilele. Asante ni kwa sababu hata sisi Bwana kuna wakati tulikuwa wafu na sasa Bwana Jehova Jireh tunaishi katika umilele Bwana Jehova Jireh, ule umetupa tu hivyo bure, ni kwa sababu ya upendo wako. Ninawaombea wote wale wagonjwa mahali popote walipo Bwana Jehova Jireh, wale wamelazwa hospitalini, wamelala manyumbani, wale Bwana Jehova Jireh wanasikia kama hawana amani ndani yao, mili yao iko na maswali inauliza, Baba ninawaombea apate nafuu kwa uweza wako na kwa nguvu zako. Ninaomba miujiza na maishara Bwana Jehova Jireh ikaweza kufanya kazi ndani katika maisha yetu wakati tunapohubiri Bwana Jehova Jireh, wakati tunapowaombea, wacha ishara na miujiza sikaweze kufanyika kwa upendo na kwa uweza wako mfalme. Pokea sifa asubuhi ya leo Bwana Jehova Jireh, ni kwa sababu neno lako liko mbele yetu mfalme, tukaweza kulisikia Bwana Jehova Jireh na moyo wako mtakatifu, na macho yetu ya rohoni iweze kuendelea na kupanuka na kutambua Bwana mapenzi yako mfalme wa ajabu. Mioyo yetu iweze kuelewa yale yote Bwana Jehova Jireh wewe umetuwekea katika maisha yetu, ndio Bwana Jehova Jireh tuweze kuandamana nayo na kutangamana nayo katika imani kwa uweza wako mfalme. Ninawaombea watumishi wote mahali popote walipo Bwana Jehova Jireh, mhubiri yeyote yule anahubiri neema, ninamuombea hiyo neema iweze kuenea mahali popote pale. Ninaomba Bwana wengi waweze kuinuka na tuweze kutenda kazi pamoja na Kristo kwa uwezo wote na kwa nguvu zote. Ninaomba Bwana Jehova Jireh wale wanasikia wakiwa katika nafasi yao ya kuwa roho ama wamenasikia Bwana mioyo yao haina amani hata kidogo, ninaombea amani yako Bwana Jehova Jireh iweze Bwana mfalme kuwafanyia kazi imani yao ikaweza kuinuka Bwana Jehova Jireh, na ndio amani yako iweze kuwafanyia kazi katika jina lako Yesu Kristo. Neno lako liweze kuwa kinga Bwana Jehova Jireh na nuru katika maisha yetu sisi wote Bwana, wakati wote tunapofanya hii kazi. Kwa Roho wako mtakatifu Bwana Jehova Jireh tegemeo letu, ninainua jina lako Bwana nikijua ya kwamba hayo yote yatafanyika ni kwa sababu Roho Mtakatifu yu katika nafasi hiyo aweze Bwana Jehova Jireh kutufundisha. Pokea sifa ni kwa imani Bwana Jehova Jireh, sisi tunapendeka na wewe, na ni kwa imani Bwana Jehova Jireh sisi nasi tunakupenda, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tunaamini. Amen, amen, amen.
Na siku ya jana tuliweza kusoma katika kitabu ya Genesis 3:21 na tukaona vile Mungu aliweza kuchukua nafasi na hatua ya kuweza kurudisha mwanae Adam and Eve katika uhusiano wake na wao. Na mambo haya tu wakati tunayanena ndio inakuaga chanzo cha kutambua Injili, inakuaga chanzo cha kuelewa mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Ni kwa sababu tusipotambua mambo kama haya tuna mambo ya kutupinga kila wakati, tuna mambo ya kutuzuilia kuelewa mapenzi ya Bwana kila wakati. Lakini wakati ule tunatilia maanani from the beginning vile Mungu aliweza kufanya kazi yake katika mwanzo, tunakuwa na mpangilio ndani yetu katika neno, na neno linakuwa msaada mkuu sana wakati wote tunapoamini kazi ya Bwana na kuifuata hiyo kazi ya Bwana na kufuata hiyo vile alivyofanya. Na vile Yesu alivyofanya katika kazi yake, alitufia sisi, mimi na wewe, alitufia na akatuondoa katika kifo, alitufia akatuondoa katika laana, alitufia akatuondoa katika mambo ya kujiongoza na mambo ya kujiamini, ndio tutoke katika ndani ya sheria, kwa sababu sheria haikuleta bidii yoyote ile katika maisha ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Sasa hivi ninataka kusoma hilo neno liko katika kitabu ya Genesis, katika kitabu ya Genesis 3:21. Watu wengi wakati mwingi wanajiona kama hawawezi ama yani wanaona kama hawezi tambua vile kazi ya Bwana inaweza kuenenda. Lakini nataka kukuambia kazi ya Bwana si ngumu vile tulivyokuwa tunafikiria, na sio kwa uweza wetu sisi mwenyewe, ni kwa uweza wake yeye mwenyewe, yeye atendaye kazi yake kwa mapenzi yake ndani yetu, kwa sababu pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya kitu chochote. Kwa uweza wake Bwana, yeye ametusimamisha na anatuita watoto wake, viumbe vipya, ndio tuweze kufanya kulingana na vile anavyotaka yeye mwenyewe. Katika huo mstari Genesis 3:21 inasema, and to Adam also add to his wife did the Lord God make goats of skin and clothed them. Ati Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawafika. Haleluya. Alitengeneza mavazi ya ngozi akaweza kuwafunika ile uchi walikuwa wanasema wanaona. Msaada wao ulitimia wakati ule Mungu alisimama kwenye mwanya. Na hapo ndipo nilikuja kujua our righteousness ama haki yetu, sababu hii si uchi ya mwili ya viungo zetu za mwili. Hii ni dhambi ama ni uchi wa moyoni. Kusikia moyo wako hauna amani, kusikia moyo wako ni kama umefiwa, kusikia moyoni mwako ni kama hautambui kitu chochote. Kuna wakati hata mimi ninasikianga jambo kama hilo, lakini kwa sababu ya kutambua kazi ya Kristo Yesu ile aliweza kutufanyia katika msalaba wake, ninapata amani mara moja kwa kujua ya kwamba kazi yangu yote imefanyika na imekwisha. Sasa hapa wakati ule Adam and Eve walianza kujiona wakiwa uchi, neno linatuambia kwamba walipata nafasi ya kujificha. Walianza kujificha Mungu. Saa yote walianza kujificha Mungu. Walimuondokea Mungu. Walikaa mbali na Mungu. Walifanya mapenzi yao wenyewe pasipo kufanya mapenzi ya Mungu, sababu wameondoka katika presence of God. Na wakati wowote tunapoondoka katika presence of God, hatuwezi fanya mapenzi yake. Hatuwezi, we cannot please him, kwa sababu tumeondoka katika nafasi yake na mapenzi yake.
Mapenzi ya Bwana kila wakati ni nini? Mapenzi ya Bwana kila wakati ni tufanye kulingana na vile yeye mwenyewe anavyohitaji. Na kuhitaji kwake Bwana ni kuhubiri neema itokanao, hiyo grace. Hiyo grace Kristo Yesu alikuja nayo. Tulipewa neema. Na hiyo neema tunaihubiri ndio watu wote waweze kujua na kuelewa ya kwamba sisi wote ni wana wa Mungu. Alitufanya watoto wake. Wakati ule tulikuwa wafu. Wakati ule tulikuwa tumefungwa na sheria. Wakati ule tulikuwa tunaitwa wenye dhambi. Wakati ule tulikuwa hatuna mwelekeo, hatuna njia, hatuna nuru. Wakati ule tulikuwa tunafikiria sisi wenyewe ndio tutajipeleka katika ufalme wa mbinguni. Na kumbe ufalme wa mbinguni tulikuwa tumetayarishiwa sisi wote kutoka mwanzo. Na ulitayarishwa ule ufalme wa mbinguni ndio kila mmoja wetu aweze kuingia katika ile neema. Na hiyo neema ya Bwana haikufanyika ama kupatikana kwa mtu kibinafsi. Hiyo neema ilipeanwa na Kristo Yesu. Kristo ndiye alifanya mwanadamu yeyote katika ulimwengu aweze kuwa, wakati atakapoamini, aweze kuwa na nafasi ya kuingia katika nafasi ya Mungu kulingana na vile Mungu apendavyo. Pokea sifa Mungu wangu, ni kwa sababu ya kufanya tukaweza kutambua hivyo. Kwa hivyo nikatambua na nikaelewa, wakati wowote tumejifika hiyo righteousness, our haki yetu, wakati wowote, wakati tumeivaa hiyo haki inaleta wakati haki yetu, kama vile neno linasema ya kwamba katika kitabu ya Romans 10:3, katika kitabu ya Warumi 10:3 inasema, Romans 10:3. Hata Kikuyu nitafungua neno la Bwana. Yani neno la Bwana limepanuka na njia kubwa. Neno la Bwana limepanuka na njia kubwa sana wakati tunapolisoma, na tukilisoma na moyo ulio na hekima ya Mungu, tutaweza kutambua mambo mengi. Mahali pale katika huo mstari wa 3 inasema, for they being ignorant of God's righteousness. Unaona, for they being ignorant for God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Wakati Adamu na Eve walikula tunda, walifanyika kuwa being ignorant of God's righteousness. Walitupilia mbali haki ya Bwana. Walitupilia mbali haki ya Bwana. Hivyo ndivyo maandiko inavyotuambia. Walitupilia mbali haki ya Bwana, wakajichukulia haki yao wenyewe. Kwa hivyo ndani ya mwanadamu kuna haki yake mwenyewe. Haki ya mwanadamu mwenyewe ni yale mwanadamu anayoihitaji katika maisha yake yeye mwenyewe. Haleluya, Bwana asifiwe. Katika hiyo Roman, nataka tuangalie Roman 9:32 nione. Roman, tutarudi tu hapa tuone namna gani. Roman 9 hapo 9:20, Roman 23. 9:32. Acha tuone inasema nini. Inasema, wherefore, because they shot it not by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumbling stone. Tuna mambo kama haya tunafaa kuyasikia vizuri. Ati kwa
Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata. Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo. Walifuata kwa njia ya matendo, wakajikoa juu ya jiwe lile likwazalo. Na Adam walifanya nini? Adam walifuata haki kupitia matendo. Hawakufuata ile haki kupitia haki ya Bwana. Haleluya. Hawakufuata ile haki kupitia haki ya Bwana. Walifuata kupitia matendo yao kulingana na neno. Wacha reke guthomere na Gikuyu nyonekana kendolekana nigumiana na Gikuyu. Nyonekana nigumiana na Gikuyu. Gikuyu kiroiga atiriri. Ate ni undu ki? Ni undu riri. Matthew saragia na njira ya witikio, no mausaragia moe woneka na njira ya gwika maundu. Andu acio ri ni maguithitio ni ihiga riria riguithanagia. Ni maguithitio ni ihiga riria riguithanagia. Atiriri, ihiga riria riguithanagia ni ririku? Ni Kristo Jesu. Kristo Yesu. Ukikosa kutambua kazi ya Kristo Yesu, ufuate kazi ya sheria kwa mawazo yako na kulingana na vile unavyotaka, utajikoa. Sababu Christ alikuja kuondoa. Wacha tusome huo mstari unafuata. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Wacha no ginya tutambue, lazima tutambue mambo haya. Alafu Kiswahili inasema kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Zayuni jiwe likwazalo na mwamba uangushao, na kila amwaminie hata tahayarika. Yote yule atakaye mwamini Yesu hata jikoa katika lile jiwe, hata jikoa, atakaa katika imani, atadumu katika imani, ataishi katika imani, atafurahia utukufu wa Mungu, atafurahia mapenzi ya Mungu, atasimama katika utakatifu, sababu hafuati moyo wake, anafuata moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Na wakati wote tunapofuata moyo wa Mungu, ndani ya kanisa kuna sheria na ndani ya kanisa kuna neema. Kwa hivyo ukiingia ndani ya kanisa ujue kuna sheria, na ukiingia ndani ya kanisa ujue kuna neema. Sasa kuna yani kile kinasaidia ni kulingana yule anayekufundisha. Yule anayekufundisha anafundisha nini? Anafundisha sheria ama anafundisha neema? Wakati wowote utafundishwa neema, utaishi. Utaishi na utakaa katika amani na furaha, na utakaa katika pendo lake Bwana, na utakaa ndani yake Bwana. Lakini wakati wowote utaingia ukute ni sheria, na ile sheria iendelee na kufundishwa moyoni mwako, utajikoa. Kwa sababu sheria imekuja kufanya sisi tukaweza kujikoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri na ni vyema Adam and Eve walitoka katika neema ya haki ya Mungu, wakaingia katika haki yao, na tuimeisoma kabisa tukaona haki yao ile waliweza kujiubia. Tumeiona. Wacha turudi 10:3 imetuambia ya kwamba ati wakiwa katika kanisa, hawa watu wa Warumi, kanisa ya Warumi
ilikuwa neno linasema for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe, hawakuitia chini ya haki ya Mungu. Hawakujitia chini. Bwana asifiwe. Na kujitia chini ni kufanya nini? Ebu angalia hapa. Number 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. Ikumbuka vile tumesoma pande ile ingine. Roman 9. Inasema ya kwamba Kiswahili, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Kristo ndiye alifanya sheria iweze kukoma. So ndani ya kanisa hakuhitajiki sheria yoyote. Yesu alikuja kuimaliza. Yesu alikuja akaiondoa. Na kama Christ alikuja akajiondoa ili kila aaminie ahesabiwe haki. Na ndiye yeyote yule anayeamini kazi ya Kristo, yeyote yule anayemwamini Kristo, huyo atahesabiwa haki isiyo na kujikoa. Ile haki ameichukua ni righteousness of God. Itakuwa righteousness of God. Lakini wakati wowote utakuwa nje ya righteousness of God, utaweza kujifika your own righteousness. Na wakati wowote utauvaa ile haki yako, umejikoa. Ufalme wa mbinguni utakuwa mbali sana na wewe. Again, mambo ya kutambua ufalme wa mbinguni haina nafasi kwa sababu umepingwa. Sheria imesimama katika nafasi yako ya kutambua mapenzi ya Mungu. Na sheria wakati wote ikisimama inafunga jicho la mtu. Jicho la mwanadamu ya kiroho haioni tena. Na wakati ule umefungwa, hiyo sheria kwa sababu inaonekana ni kama tu ukweli. Sheria inaonekana ni kama ukweli. Na ule ukweli unaambiwa haiwezekani wewe uweze kutimiza. Ni kitu kimewekwa mbele yako ya kukupinga. Stumbling block. Ni ya kukupinga. Sheria ni ya kukupinga. Usiweze kufunguka jicho. Usiweze kufunguka sikio. Moyo wako usitambue mapenzi ya Mungu. Usifuate mapenzi ya Mungu. Wakati sheria iliingia ndani ya Musa, ya Adam and Eve, wakati walikosa, yani wali-ignore mapenzi ya Mungu, sheria ama mapenzi ya haki yao ili-block mioyo yao. Sasa kutoka hapo hawakutambua tena mapenzi ya Mungu, hawakupatana tena na Mungu, na hawakujua what next. Kwa sababu tumefanya hivi, ni nini tunaweza fanya ndio tujitoe katika jambo hili? Sababu ni gani? Huzuni ilitanda ndani ya mioyo yao. Huzuni ilifunika amani ya mioyo yao. Wakaingia katika huzuni. Na wakati wote huzuni iko ndani ya moyo wa mtu ni kama kifo. Hata kama ukufi, unasikia kama kifo ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Na sasa nikiangalia hayo, tukaona ya kwamba katika hiyo Genesis 3, katika hiyo Genesis 3:21, neno linasema ya kwamba unto Adam, Kiswahili, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawafika. Na kwa sababu ya Mungu kumpenda mwanadamu, hakutaka mwanadamu aweze kuadapt maisha ya yule ibilisi, ya yule devil.
hakutaka Mungu kwa sababu ya upendo wake ulio ndani ya mwanadamu. Aliweza kumfuata mwanadamu na akaweza kumngoa mwanadamu katika haki yake. Na tunaona ya kwamba aliondoa haki ya mwanadamu namna gani? Wakati ule Adam and Eve walichukua haki yao ndio waweze kuionyeshana, Mungu aliharakisha kuweza kwenda kuangalia mahali pale walikuwa wamejificha. Akachukua mwana kondoo kulingana na vile hiyo Genesis 3:21 inatuambia. Akachukua kondoo, akaichinja. Na wakati alipoichinja, neno linatuambia kwamba yeye mwenyewe akawafalisha hiyo ngozi ya kondoo katika kiuno chao. Akawafalisha their waist, waist yao, akawafunga hiyo ngozi ya mwana kondoo. Na wakati ule alipowafunga, hapo ndipo uhusiano wao na Mungu uliweza kubaki. Ule walikuwa wamepoteza kwa sababu ya tamaa zao, kwa sababu ya ignorant, kwa sababu ya disobey. Mungu akaweza kuirudisha yeye peke yake mwenyewe. Tena kumbuka, wakati huo from time of Adam to Moses, watu walitawaliwa na their ignorance. Nini kilitawala mioyoni mwao? Ni ignorance. Walichukua haki yao, wakaanza kuestablish their righteousness. Na wakati waliweza kufanya hivyo, Mungu hakufanya kazi pamoja nao tena, aliwaondokea. Wakati wowote tunapoonyeshana haki yetu mahali popote pale, wakati wowote tunaonyesha, na unajua kuonyeshana haki yetu si kusema ati ni wakati ule uko kanisani. Hapana. Mungu anahitaji kuonekana kila wakati katika maisha yako. Mungu alikuumba kwa mfano wake, na ndio uweze kuestablish kazi yake, neno lake liweze kutambulika, watu wake waweze kutambulika. Bwana asifiwe. Faith iweze kutambulika, hiyo itokanao na neno la Bwana. Yesu akaja ulimwenguni ndio aweze kuestablish the name of God. Bwana asifiwe. The work of God, faith of God, akaweza kuionyeshana. Tena Kristo kazi yake kubwa ile ilimleta ulimwenguni ni kureveal God kwa watu, kuonyeshana Mungu kwa watu, ndio watu waweze kumtambua Bwana kulingana na vile alivyohitajika aweze kuwa revealed ndani ya mioyo ya watu wengi. Bwana asifiwe. Nikaangalia nikaona ya kwamba garment of Adam and Eve was weak. Ile garment Adam and Eve walivaa, walijitwika ya kuchuna matawi na kujifunga, kila saa ilikuwa inakauka. Kila saa matawi ile walikuwa wanajifunga ilikuwa inakatika, inakauka na inamwagika. Haleluya. Kwa hivyo ilikuwa weak, imperfect. Ilikuwa weak na ilikuwa imperfect. Kwa hivyo haikuwa perfect, ilikuwa imperfect. Na tena ilikuwa sio permanent, not permanent. Weak, perfect, imperfect, and not permanent. Kwa hivyo si haikuwa kitu ya kudumu, haikuwa kitu ya kuakalisha, haikuwa kitu ya kufanya wakaweza kuondoa hiyo mawazo juu yake, sababu wamekamilishwa. Kumbe ilikuwa kitu saa yoyote, dakika yoyote kinawadhurumu mioyoni, kinawatia mawazo mengi, mawazo isiyo na amani, mawazo isiyo na furaha, sababu kila saa
ilikuwa inawa demand waweze kuwa yani wanaifanyia kazi. Imani ya haki ya mwanadamu ina demand sana huyo mwanadamu, na wakati inapo kudemand haiwezi kukufanya wewe uweze kuwa ndani ya moyo wako ukiwa na amani. Kitu chochote kina kudemand. Wakati mwili unangojeka, magonjwa ikiingia ndani ya mtu yani inaharibu viungo za mwanadamu, inafanya mtu aweze kufade. Ilikuwa ina fade hiyo nguo yao. Kwa hivyo kitu tunaita our own laziness, it fades, ina fade always, ina fade. Bwana asifiwe. Chochote hakitokani na Mungu kinachakaa na si permanent, ni weak na ni imperfect. Chochote hakitokani na Mungu. Imani haitokani na Mungu, furaha haitokani na Mungu. Kitu chochote hiyo ni ya kujiwekelea. Kitu chochote kinaonekana na mwanadamu lakini hakijatokana na neno la Mungu, hiyo yote ni bure. Siku yake itafika na itachakaa. Na ndio neno linatuambia katika kitabu ya 2 Corinthians 3 ya kwamba from 6 kuteremka, sheria ile ilikuja na Musa ilikuwa ina fade. Hata sio kufade tu, ilikuwa inabatirika, ilikuwa inakwisha. Mambo inaitwa kukwisha, sio tu kufade, kukwisha. Haki ya mwanadamu inakwisha. Sheria yote iko ndani ya mioyo ya wanadamu inakwisha. Kazi yote tunafanya pasipo imani inakwisha. Matendo yote tunayoyatenda pasipo imani inakwisha. Yesu alikuja kuondoa hiyo kitu kilikuwa kinaonekana kana kwamba kinakwisha, ndio aweze kuleta kile kinadumu katika maisha yetu. But God's garment, wakati ule alichukua mwana kondoo akamchinja, akaenda akawafalisha. Wakati aliweza kuwafalisha, aliwafalisha ngozi itakao dumu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, but God's garment of skin was permanent. Aliwafalisha ngozi ile iliyo ya kudumu, permanent, perfect, durable and strong. Kwa hivyo Mungu aliondoa weakness, ile weakness ilikuwa ndani yao. Kitu yoyote weak kilikuwa ndani yao, akakiondoa mara moja. Imperfect akaondoa, akaweka perfect. Weak akaweka strong. Bwana asifiwe. Kuwa yani ni kitu temporary, akaweka permanent. Bwana asifiwe. Akaweka kitu tunaita durable. Yani ni kitu ya dhamana. Yesu alifanya, Mungu alifanya kazi yake kwa uweza wake. Mwanadamu haki yenyewe tunapendwa na Mungu sana. Na ndio kazi ya Mungu wakati wowote inakuanga ni jambo haliwezi tambulika na naked eyes. With naked eyes hauwezi kuitambua. Yesu alikuja kuitambulisha. Mambo hayo haingewezekana kutambulika kwa watu. Mambo hayo ilikuwa haiwezi julikana kwa mwanadamu. Yesu akaitambulisha. Bwana asifiwe. Yesu akaonyeshana. Mambo haya yani
imefichwa sana katika ulimwengu wa kiroho, na pasipo Yesu haiwezi tabulika. Na ndio wakati wa Musa haikutabulika, wakati wa Abrahamu haikutabulika, wakati wa Adam haikutabulika, lakini wakati ule Christ alikuja, ndio mambo yote aliweza kuireveal, ndio Mungu aweze kuonekana na kujulikana vile alivyo katika maisha yake. Mimi naweza kukuuliza mahali pale, wewe unaona ni nguo gani umeivaa? Which garment have you covered with? Umejifunika na nguo gani? Umefunika dhambi yako na nguo gani? Kuna our own righteousness na kuna God's righteousness. Wakati uamuzi wako, uamuzi wa Adam and Eve, wakati walipewa mti wa uzima na wa ujuzi wa mema na mabaya, uamuzi wao uliangukia katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Wakati wa Adam, wa Cain and Abel, wakati waliwekewa walitaka kutoa dhabihu kwa Bwana, wakati walionelea ni vyema waweze kutoa dhabihu kwa Bwana, na kila mtu akatoa. Cain alitoa dhabihu yenye haikukubalika kwa Bwana, si kwa sababu ilikuwa baya, hapana, ilikuwa perfect kwa macho ya Kaini. Lakini hakuna kitu chochote kile Mungu alikuwa anafaa kukitambua kuandamana na kazi ya Kristo Yesu. Wakati Abel alitoa, Mungu akatazama ndani yake, akaona damu, akaona mafuta, akafurahishwa nayo, kwa sababu imesimamia mwana kondoo wa Mungu, yule atakaye kuja kutolewa dhabihu yake kwa sababu ya mwanadamu. Yesu alikufa kwa ajili yetu, alisulubishwa kwa ajili yetu, alitolewa ya uhai wake ni kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Nikisema ya kwamba Adam garment of leaves, fig leaves, wakati walipotazamana kuangaliana, walionana uchi. Kwa hivyo haki ya Adamu na Eve ilifanya waweze kuonana nakedness. Na ni kusema nini? Their nakedness always was revealed. Bwana asifiwe. Wakati hatujavaa hiyo righteousness of God, dhambi zetu, uchi wetu unatabulika, unajulikana, unajitandaza. Mtu anajulikana yeye ni wa aina gani. Mtu anajulikana yeye ameingia katika imani ya Kristo ama ako katika imani ya ulimwengu kupitia sheria. Sababu mtu yeyote aliye na sheria ndani yake, nakedness yake inajulikana, inaonekana, inatabulika. Sababu wakati wowote tunao rely on law iko na mwisho, iko na end. Law iko na end, lakini grace ni endlessness, haina mwisho. Bwana asifiwe. Grace haina mwisho. Kristo wakati alipofufuka, wakati alikufa akafufuka, alirudi uhai tena, akatupa endlessness life. Bwana asifiwe. Akatupa uzima ule hauna mwisho. So ninashukuru Bwana asubuhi ya leo. Wakati wote dhambi yako inajulikana, hebu jiulize,
wakati wote dhambi yangu yajulikana, na wakati inaonekana ama inakuwa revealed, wakati inakuwa revealed unafanya nini? Unatubu kila wakati. Ama unafanya nini? Watubu kila wakati. Neno linatuonyesha ya kwamba ati kama wakati wote utavaa righteousness of God, there is no condemnation in your heart. Hakuna kitu kitaweza kureveal sin ndani yako. Sababu ni gani? Ndani ya moyo wako hakuna dhambi, ni wema tu wa Mungu, ni righteousness of God, ni haki ya Mungu tu imo ndani ya moyo wako. Lakini kama kuna saa yote unasikia hiyo condemnation, saa yote unasikia kutubu, na kuambia mtu wa Mungu uko katika hatari, sababu walio ndani ya Kristo hakuna ya kutubu, sababu wameshafunguliwa, ondolewa dhambi zao, wamezaa pewa haki ya Bwana katika maisha yao. Bwana asifiwe. Wamesimamishwa vyema. Bwana mwadhani ya rogosho Ngai witũ nĩ amahete a perfect garment, ile haiwezi ondolewa, ile haiwezi babuka. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nikiendelea ninakwambia kwamba wakati ume receive salvation of God through Christ Jesus, anakufanya kuwa perfect, anakufanya kuwa perfect covered. Alifanya Adam and Eve kuwa perfect kwa kuwavalisha ngozi ya mwana kondoo. Aliwapa hiyo, aliondoa ndani ya moyo wa Adam and Eve weak, kule walikuwa weak na weaknesses, yani mambo yale yote ilikuwa inawaletea jambo lisilo na yani linawaweka kuwa weak, yani wako na condemnation, hawaelewi nini na nini. Akaweza kuondoa, akawapa akafanya waweze kuwa strong, akawafanya waweze kuwa na amani katika mioyo yao. Na sasa hapa ndio ninasema ya kwamba wakati Mungu yani wakati umesamehewa dhambi kumpitia Kristo, ni kuonyesha ya kwamba amekufanya kuwa perfect. Na akikufanya kuwa perfect, dhambi haina nafasi tena ndani yako. Alafu dhambi sio problem. Dhambi haitakuwa tena problem in your heart, in your life, in your life. Sababu ni gani? Na kwa sababu yule ameiondoa, haiwezi rudi tena. Wakati Adam and Eve walivalishwa ngozi ya mwana kondoo, walifanywa tena kuwa perfect, walifanywa tena kuwa strong. Kwa hivyo, kwa sababu Mungu angekubali anayempenda aweze kuichukuliwa na yule shetani, aweze kuongozwa na devil, aweze kukaa katika evil. Kazi ya Mungu ni kutuondolea evil. Jambo la kwanza ni kupokea wakati mwanadamu repent. Sababu repentance ndio lango letu la kwanza, ndio tuweze kuingia katika salvation. Wakati repent, tunaingia katika salvation. Hapo sasa ni kukaa chini, kufundishwa neno, sababu neno ndio linaondoa
linaosha, linasafisha. Chochote kile kinaweza kukuletea madhara. So neno likiwa ndani ya moyo wako, hakuna kuwa imperfect. Utakuwa perfect. Always utakuwa perfect, because sin haina uwezo, haina nguvu, haina mamlaka tena ndani yako, na tena sin haitakuwa problem katika maisha yako, sababu imeshughulikiwa na kazi ya Kristo Yesu, kifo cha Kristo Yesu, damu iliyomwagika msalabani ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unafanyika kuwa blessed passion, blessed man of God, blessed servant of God, blessed woman of God, blessed man of God. Sababu ni gani? Sababu tabia yako sio wewe umeishughulikia. Na nikisema mambo ya kuishughulikia, watu wanashughulikia dhambi sana. Na njia gani? Njia ya kutubu always. Njia ingine gani? Kwa sababu mimi naenda kanisa, niko sawa, niko perfect. Kwa sababu mimi najitolea, niko perfect. Kwa sababu mimi nakula mesa na ninakunywa divai, niko perfect. Hapana, hayo yote hata Yesu hakushughulikia. Na mwisi yule alikuwa katika walisurubishwa pamoja naye. Hakuishughulikia wakati wa yule mwanamke aliletwa kwake akiwa amesikwa akizini. Hakushughulikia wala kuwauliza ya kwamba nyinyi mnakula mesa, nyinyi ni wa kanisa gani? Nyinyi mumebatizwa? Nyinyi mmetubu? Ama hakuambia pigani magoti mtubu? Hakuambia nyenyekeeni? Bwana asifiwe. Hakushughulikia hayo yote. Lakini wakati ule mwanamke alikuwa anatokwa na damu, alienda akaguza kipinde yake, alimwambia kwamba umefanyika kuwa safi. Bwana asifiwe. Umekuwa safi, umefunguliwa, hali yako imevumba ya kutokwa na damu. Ni moyo ulikuwa unatiririsha damu ndani ya mwanamke huyo, lakini Yesu akaishughulikia. Alishughulikia namna gani? Kwa imani iliyokuwa ndani ya huyo mwanamke, wakati alipochukua hatua ya kuguza kipinde ya nguo ya Yesu. Kipinde ni neno la Bwana. Neno la Bwana tu, kama neno kamoja hako ndiko unafaa uweze kuamini. Na ukiamini, imani hiyo itakuinua. Imani hiyo itakuinua. Utaingia katika supernatural. Hallelujah, faith of God. Bwana asifiwe. Na maisha yako haitakuwa kama vile ilivyokuwa jana ama hapo bereni. Kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Transformation itaonekana, change itaonekana kubwa sana. Yule mwanamke wakati huo aliweza kuguza hiyo nguo ya Yesu, kipinde ya nguo ya Yesu. Maisha yake iligeuka mara moja, hata kama alikuwa ameteseka sana, lakini maisha yake iligeuka mara moja. Mawazo yake iligeuka. Haleluya. Na akaweza kumwamini Kristo kwa moyo wake, kwa mawazo yake, akamwamini. Na wakati alipomwamini, ikasababisha uponyaji wake. Alikaa chini kuelezea, kufundishwa. Bwana asifiwe. So watu ni wengi wale ndani ya maandiko waliweza kuamini Christ kwa mafundisho yake, na wakaweza kufunguka, kwa sababu hakuna mahali Yesu alikuwa anafanya miujiza na maishara kama hajafundisha. Hata wakati ule alikuwa Kana ya Galili, wakati wa ile divai, aliwanenea viongozi. Aliwanenea na akawa instruct, akawaambia edeni mfanye hivi. That is teaching, preaching. Sio ate vile tunafikirianga. Sauti yoyote Yesu alitoa alikuwa ana teach.
Mahali popote, hata akiponya, alikuwa ana teach, ana preach. Sio tu kunena. Mitume wakachukua hatua yake, mtindo wake. Kazi yoyote ya Mungu ilikuwa inafanyika mahali popote wanaenda. Walikuwa kwanza wana teach. Bwana asifiwe. Na ndio wakati wowote ninakwambia ya kwamba hakuna kitu ya dhamana, kitu perfect. Bwana asifiwe. Kitu strong, durable kama neno la Bwana. Neno la Bwana litafanya milango ya ajabu sana katika maisha yangu na maisha yako iweze kuwa wazi. Na katika ule uwazi utaleta faida sana katika maisha yako ya rohoni. Na maisha yako ya rohoni ikiwa sawa, usalama wa maisha ya mwilini unajiuba vyema. Unaonekana, unakuwa revealed. Yes. Katika kitabu ya mwisho nataka nisome tu Roman 4:7. Kitabu ile nataka nifunge nayo siku ya leo. Ni katika Roman 4:7. Roman 4:7. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Hallelujah. Blessed are they whose iniquities are forgiven, whose sins are covered. Na forgiveness and kuwa covered sio kazi yako. Hakuna mahali mkono wako unahitajika. Hiyo ni kazi ya Mungu, kazi ya Christ. Hallelujah. Yeye ndiye anaturedeem, alituredeem. Redemption ya Christ. Bwana asifiwe. Deliverance yako, deliverance ni ya Christ himself. Yeye alitudeliver, yeye ameturedeem. Yeye ndiye ametufanya kuwa saved. Sio sisi tulijifanya. Adam and his wife were covered by God. Aliwakava, aliwarudisha katika nafasi yake, kama vile ameturudisha kumpitia Christ. Yes. The work of covering sin is not of man. The work of covering sin is not of man. Si yako. Is not of man to do. Sio yako uifanye. Hallelujah. It's God's responsibility. Ni kazi ya Mungu, sio yako. Wewe hauwezi kujiondolea dhambi. Wewe hauwezi kujiondolea makosa. Badala ya kuondoa, inajimultiply. Inajimultiply usiku na mchana. Kulingana na neno gani? Katika kitabu ya Roman 3:20. Roman 3. Yes, Roman 3:20. Yes. Roman 3:20. No. Roman 3. Roman 3. No. Not 20. Ni
Ni Roman. Is it Roman? Yes, it's Roman. Roman 5, sorry. Roman 5:20. Roman 5:20 inasema, wacha nione, wacha nihakikishe my dears. Roman 5. Moreover, the law entered that the offense might abound. Roho, sheria iliingia ndio dhambi iweze kuongezeka. Kwa hivyo mtu yeyote yule anafikiria anaweza kuondoa dhambi, hiyo ni sheria. Dhambi ni kazi ya Mungu kuondoa. Ni kazi ya Mungu kuondoa sins and iniquities. Sio your responsibility, ni God's responsibility, na ametuonyesha vile alivyofanya Adam and Eve wakati walipotenda dhambi. Na wakati anaifanya perfectly. Perfectly. Anakufanya kuwa perfect. Wakati tumeachilia kazi yake iweze kuendelea katika maisha yetu. Kwa hivyo ndio watu wengi wako na maumivu mioyoni mwao, sababu kila wakati, kila saa, kila dakika wanataka kufanya, kujiondolea na kujifungua, lakini haiwezekani. Neno la Bwana ndio linatufungua, linatuondoa katika haki yetu na linatuondoa katika mapenzi yetu. Siku ya leo nashukuru Bwana sana kwa kunipa hiyo nafasi kidogo tu ya kunena pamoja nawe. Moyo wangu umefurahi. Moyo wangu umefurahi kwa kupatana pamoja nawe na kukaa katika nafasi hiyo kuzungumza mapenzi hayo Mungu alipoweka siku ya leo tuweze kuyatambua. So kwa wakati huu nataka niombe pamoja nawe, na ninajua mambo yote iko salama. Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru na ninakuinua. Huyu mwanadamu ama mtu wakati tunapoendelea, ninamuombea nguvu zako, uwezo wako, na ninamuombea Bwana Jehova Jireh aweze kutambua kazi yako Bwana vile inafaa kuenenda. Na ndio wakati wote Bwana tuondoe mikono yetu katika kazi yako. Tumeona ya kwamba mfalme ndio mwanadamu aweze kuwa mkamilifu, wewe ndiye unamkamilisha, kwa sababu atiheri wale dhambi zao simeondolewa, na makosa yao na dhambi zao zimefunikwa. Bwana wangu na Mungu wangu, pokea sifa, ni kwa sababu wale wote wameamini neno lako Bwana Jehova Jireh kupitia vile limeandikwa, dhambi zao zimeondolewa their iniquities are covered. Imeondolewa kabisa, na wameinuliwa katika mkono wako hodari, na wamefanywa kuwa perfect katika mioyo yao, kwa sababu yeyote yule Bwana Jehova Jireh amekubali wewe ufanye hiyo kazi katika maisha yao. Jehova, umewafanya kuwa wakamilifu kulingana na vile wewe Yesu Kristo ulivyo mkamilifu. Pokea sifa, ni kwa sababu tumeona ya kwamba hata mtu wa kwanza wewe ndiye uliweza kumuondoa katika kazi yake ya kujifunika na matawi na fig leaves. Yale alikuwa anashona kila wakati, yalikuwa yanamdemand kila saa, kila dakika. Ni kwa sababu ni kazi ilikuwa weak, ni kazi ilikuwa imperfect, na ni kazi Bwana Jehova Jireh ilikuwa inawademand usiku na mchana. Lakini wakati ule uliingilia Bwana, uliwafanya kuwa strong, na ukafanya kuwa wawe durable, na ukafanya Bwana Jehova Jireh maisha yao iweze kuchange, na mawazo yao iweze kuchange, na wakakaa ndani yako Bwana wakiwa na amani na imani, na wakaweza kuondoka katika mawazo ya kujitafutia kinga
katika maisha yao. Ni kwa sababu wewe ndio ulifanyika kuwa kinga yao. Uliweza kuwalinda, uliweza kuwaficha, uliweza Bwana kuwarudisha katika nafasi yako, na wakapokea kile kibali katika uweza wako Bwana, kwa utukufu wako Mfalme. Ninakushukuru Bwana wangu Yesu Kristo, na ninakuinua wewe mpendwa wangu. Umenipenda hivyo tu bure, na ukanipa nafasi na kibali ya kuitwa mtoto wako Bwana. Mimi ni mtoto wako Mfalme, kujizalia wewe mwenyewe. Wewe umenichagua Bwana Jehova Jireh, na ukanipa hekima Bwana Mfalme. Umenipa knowledge, umenipa wisdom, understanding and revelation. Ndani yangu Bwana Jehova Jireh, moyoni mwangu niko jicho langu limefunguliwa, na ndio liweze kupokea yale yote Mfalme, na iweze kufanya kazi pamoja na watu wako Bwana, nawe katika watu ndani ya mioyo ya watu wako Bwana, kwa uwezo wote Bwana Jehova Jireh, na kutufufu wote. Matatizo yote watu hao wanatatisika ndani yake, ninaweka hiyo matatizo chini ya miguu yao. Ni kwa sababu umewapa kibali, umewapa kuwa strong, ya kwamba wako na uwezo wa kukomesha kila uadui, kila Bwana Jehova Jireh, chochote kinapojinua katika maisha yao, chochote kinaleta utofauti katika maisha yao. Wewe Mungu umewasimamisha ndio uweze kujionyeshana kwa ushindi, kwa ushindi mkuu ule Bwana Jehova Jireh, watu wengi hawajautambua. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa sababu endelea tu kufanya watu wako waweze kufunguka macho, na waweze Bwana kufuata maagizo yako, na waweze Bwana Jehova Jireh kusikia Bwana Mfalme nuru, kusikia, kuona nuru yako, na kusikia mapenzi yako kupitia neno lako Bwana. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Nashukuru sana kwa kuwa pamoja nami asubuhi ya leo. Wacheni tupatane siku ya kesho kanisani, na tutafurahia.